Nicolas Suguye tunajua huyu ni mtumishi ambaye amekuwa akitabiri mambo mengi sana na amekuwa akifanya mengi makubwa katika nchi yetu ya Tanzania. Na hivi juzi kati tu haijapita hata mwaka Rais Samia Suluhu Hassan aliweza kumpa kitita cha shilingi milioni 10 ikiwa ni kama support ya kwake kumuonesha kwamba wapo pamoja. Na kama mnakumbuka pesa hizo alipewa hapo Suguye na zilienda kuwakilishwa na mmoja wa mawaziri tunamkumbuka Lesla alienda Lesla alienda pale kwa ajili ya kuweza kupata neno, ndipo Mama Samia akampigia simu Nicolas Suguye na kuweza kumpongeza. Na Suguye aliongea mambo mengi sana pale na kumwaahidi kwamba kwenye kanisa lake hakuna shida, kula amepata. Kwa hiyo bwana Nicolas Suguye kupitia utumishi wake na nguvu alionayo katika jamii amefunguka ni jinsi gani ambavyo anatamani kuona Rais Samia akiweza kumwachia huru Tundu Lissu. Na hii sio kwamba inafanywa tu na yeye pekee yake, hapana. Tumeona watumishi wengi wakubwa KKT na mashirika binafsi wakiweza kulizungumzia hilo swala. So tumeona pia watumishi wa Mungu wakubwa nchini hapa akiweza kulizungumzia hilo swala la amani na utulivu. So tunajua kwamba Tundu Lissu ana kesi kubwa sana ambayo ni ngumu kuweza kushinda, lakini pia watumishi wameomba itumike pia busara. Tunajua tena nchi yetu inaelekea kwenye uchaguzi. So bana Nicolas Suguye kazungumza nini ama ametamka nini? Basi nimekuwekea hapa kile alichokizungumza Nicolas Suguye. So tumsikilize kwanza Nicolas Suguye. Kauli yangu yanayoendelea sasa hivi katika taifa letu. What is going on in our country? Mheshimiwa Rais, kazi yako ni nzuri, hakuna sijua. Your work is good. Lakini waite ndugu zako, but call for your nakusii kama mtumishi wa Mungu. I beseech you as the man of God. Nakusii kama kiongozi wa kiroho. Mimi Prophet Suguye Nicolas. Waite ndugu zako wanaolalamika, wanaoongea uko na uko kwa maneno ambayo yanakuwa makali. Kaeni mezani pamoja, muyajenge yanayoendelea kwa mustakabali wa taifa la Tanzania. Najua wewe ni msikivu, najua wewe ni mtu hodari mwenye hekima nyingi sana. You are a wise person. Hebu waite, may you call them, waite wasikilize. Listen to them. Tunajenga nyumba moja, hakuna haja ya kugombea vitu na kuumizana. Nyumba yetu ni Tanzania. Our house is Tanzania. Na narudia tena, hakuna asiyejua kazi yako. Na hii itakuwa ni hekima sana ambayo itakuwa inaongezea, kwa sababu tayari unayo Mheshimiwa Rais. Wewe ni kiongozi wa taifa. You are the national leader. Kaeni mezani, sit on the table, msikilizane, listen to each mkubaliane, agree, ili tuvuke vizuri so that we may kwa amani. Na yule ambaye hatakubali kuja, tutajua nia yake ni nini. Lakini nikuombe Mheshimiwa Rais, but may I ask, kama mtumishi wa Mungu, excellent president, chukua nafasi yako. Servant of Inawezekana God, maamuzi ya wengine kuwa gerezani kama huyo upinzani labda uyajui. Nikuombe Mheshimiwa Rais, mruhusu atoke. May you allow them to come. Alafu waite mkae mezani pamoja, mjadili tatizo nini, mkubaliane. Tunahitaji Tanzania tuvuke salama kwenye uchaguzi. Katika unabii ambao Mungu alinionyesha tangu mwaka jana, ilisema ni mwaka wa kutembea kwa step. Mfano wa kutembea ni mwaka wa kutembea kwa step. Ilitembea namna hii kwa step like this. Mheshimiwa Rais, mimi ni Prophet, Your Excellency, kwa heshima yako na kusii tena kwa mara nyingine, kwa mara nyingine, I beseech you another time. Tulisha moyo wako nyuma, chukua nafasi yako, just take your mkae mezani, haya mambo yamalize, yaishe, ili nchi iende kwenye baraka, iende kwenye mafanikio, iende kwenye amani, na Mungu atakubariki sana. Hata nafasi yako Mungu ananiambia itaimarishwa zaidi, kiti chako kitaimarishwa zaidi. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika Mashariki, Mungu ibariki Afrika.
Na tumaini tayari utakuwa umemsikiliza vizuri na umemwelewa Nicholas Suguye kile alichokizungumza. Kazungumza kwa hekima na kazungumza kwa unyenyekevu, kwa kimomba Rais Samia aweze kumsamehe Tundu Lissu, lakini waitane, wakae chini, wazungumze, watatue ni wapi penye changamoto, wapaweke sawa. Ujue tunapoona migogoro kama hii inakuwa haileti picha nzuri. Ingawa Tanzania ni nchi ya amani, lakini panapotokea mambo kama haya basi yanatufanya tufikirie mbali sana. Kwa nini kipindi cha uchaguzi inakuwa kama ni kipindi cha vita? Kwa nini kila mwaka tunakuwa sisi tu? Basi hii ndio imenifanya mimi kuweza kukuletea hii taarifa kumhusu Nicholas Suguye. Yani yeye ndo alizungumza kwa upana na kwa marefu zaidi. Na tukumbuke kwamba Nicholas Suguye, kama nilivyokuambia mwanzo, alishawahi kupata donge nono kabisa la shilingi milioni 10 ikiwa tu ni kama kumsupport. So bana, nini ambacho wewe unachokifikiria kuhusu Nicholas Suguye juu ya kile alichokizungumza? Basi acha comment yako hapo chini, lakini usisahau kusubscribe, bonyeza hiyo button nyekundu, kulike, lakini pia kucomment. Tutakomentisha kinoma noma. Bye bye. Tukutane wakati mwingine tena.